tukasema ni kwamba wameichelewa kufika kwenye hatua kama hii. Uwekezaji ambao wameufanya, nguvu ambayo wamewekeza kwenye timu, aina ya wachezaji ambao wamekuwa wakijaribu kuapproach na kuwasajili. Mimi sidhani kama wamechelewa. Hawajachelewa. Huenda kwa sababu mimi naaminigi kwenye michezo. Hakuna kuwa hiyo wala kuchelewa. Huo ndo wakati sahihi wawe kuwa hapo. Ukijaribu kuwaza huko nyuma, walikuwa wanapata matokeo kwenye mechi ambazo watu wengine walikuwa wanadhani hawezi kushinda, ila walikuwa wanashinda. Kuna nyakati walikuwa wanafungwa na timu ni kwa sababu wanazidiwa tu ubora wa siku husika. Yaani unaweza ukawa ni una timu yako inafanya vizuri kila siku, ila kwenye siku moja tu ya mchezo wa maamuzi watu wakakuzidi ubora kwenye baadhi ya maeneo, shughuli imemalizikia hapo. Kwa hiyo story ni nyingine, umeondolewa. Ila haimaanishi kwamba timu yako sio bora. Ukipiga hesabu ya michezo uliyoshinda na michezo uliyopoteza, unakuta mpoteza idadi ndogo sana ya michezo. Ila kwenye hiyo michezo michache uliyopoteza, hapo tunakutana na mchezo wa kimaamuzi kama mchezo wa kesho, kwa sababu ni mchezo ambao una hatma ya Azam kwenda kucheza hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika iko pale. Ikitokea KMKM wanageuza kile kilichopatikana kwenye mechi ya kwanza, tutarudi kule kule kwamba Azam haiendi tena kushiriki hatua ya makundi kwa sababu imeondolewa na KMKM kwenye nyakati ambazo watu wanategemea kuona vitu vikubwa kutoka kwa Azam, na ni watu wengi wanazungumza kwenye hiyo picha ya uwekezaji, wachezaji waliokuwa nao, walimu waliokuwa nao kabla ya Florai Benge kuja kwenye timu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo watu wanatamani kuviona kwa Azam. Mimi naamini Azam kwenda kucheza hatua ya makundi msimu huu kwangu mimi sio story. Na natamani kuona yani hata kwenda kucheza hatua ya robo finali isiwe bonus, kwa sababu naamini wanaweza wakafight. Wana mwalimu ambaye anajua namna ya kucheza mashindano, wana mwalimu ambaye anajua kucheza hizi mechi tunazungumza. Kwa hiyo binafsi unataka kuiona Azam robo finali? Mimi binafsi natamani kuiona Azam robo finali. Yani wana uwezo huo? Inawezekana. Yani ni kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu ili upate hiyo nafasi ni kushinda. Na uwezo wa Azam kushinda wanao, kikosi wako nacho, wana wachezaji. Inaweza ikawa natokea zile moments za kwenye football ndio zikazi naamua ni nini kipatikane, lakini on paper Azam naamini anaweza kucompete na vilabu vingi sana kwenye kombe la shirikisho. Labda itokee unaenda kucheza na, tunazungumza wale giants wa mpira wa Afrika, kuna nyakati wanaweza wakaamua matokeo yako kwenye moment chache sana za mchezo, kwa sababu wana hiyo discipline kwenye mashindano, wanajua ni nini kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo kwa Azam wana mtu ambaye ana hiyo experience na amewahi kushinda ubingwa wa Afrika, Florai Benge akiwa na baadhi ya vilabu barani Afrika. Kwa hiyo inaweza ikawa inawasaidia wao kwenye ku deal kwenye baadhi ya vitu, kwamba yes, mechi hii tuhitaji kupossess sana mpira, tunahitaji kutengeneza nyakati ambazo zitatuvusha sisi kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Yes, una wachezaji ambao labda hawana experience kwenye mashindano ya Afrika, kuna baadhi ya vitu wana miss, lakini mwalimu aliyenaye anaweza akawa na add vitu taratibu. Huku tunacheza ligi, tunacheza FA, kuna mechi zikija za Confederation, kuna details ndogo ndogo anaendelea kuwapa watu wake. Na alizungumza jana Ibwe hapa, kuna kauli moja anasema alizungumza kocha Ibeng, ni kauli moja ya kishujaa sana, kwamba wao hata mechi ya mazoezi tunaitoa ni kama unacheza fainali ya kombe la shirikisho, hiyo ni Champions League barani Afrika. Energy unaitumia kwenye fainali ndio wanataka kuiona kwenye hata mechi ya kirafiki. Nzuri, wanajaribu kutengeneza timu shindani wakati wote. Mentality iwe kubwa, kwa sababu kinachokosti baadhi ya timu pia ni kuwa na hiyo mentality ya kushinda kwenye kila nyakati. Kabisa. Kwa vilabu vyetu vingi vya ligi kuu ni timu ikishinda mechi moja ni kama inaridhika, mechi inayokuja huoni kile ambacho amekionyesha kwenye mchezo uliopita. Wanakuwa na mwendelezo huo wa kuweka nguvu na morali kubwa kwenye kila mchezo. Naenda kubadilisha historia ya maisha yetu katika karia yetu ya mpira wa miguu. Imekuja wakati mwafaka. Ukiangalia timu yetu tumeshiriki mashindano tofauti, lakini hii nafasi ambayo tunaenda kuipigania kesho ni nafasi tofauti, kwa maana kwamba tukifanikiwa kushinda tunaingia moja kwa moja katika group stage. So kwa hiyo kila mchezaji kwamba amejipanga kuhakikisha tunafanya vizuri, na tunajua tumeshakuwa na historia ya michezo kama hii. Hata mechi yetu ya kwanza zidi Al Merrek tulivyokuwa away, mechi ilikuwa rahisi kwa upande wetu, tuliweza kupata matokeo, lakini mechi ya raundi ya pili ilikuwa na ugumu. Kwa hiyo tutachukua yale tuliyaona katika mechi zetu za mkondo wa kwanza, tutajua namna gani tunaenda kukabiliana na mshindani, na tunajua hata wao wenyewe pia
ni ndoto yao ya kufanya vizuri, na bahati nzuri wana wachezaji wengi vijana. Kwa hiyo ndoto ya kila mchezaji kijana na kwa mara nyingi kwamba hata kama hatofanikiwa kufuzu, yeye ndoto yake kuhakikisha anafanya vizuri ili aweze kupata fursa timu ziweze kumuona. Kwa hiyo utaona ni mchezo wa aina gani, lakini kwa kuwa tunao wachezaji ambao wana uzoefu wa mashindano makubwa, lakini pia hata sisi katika benchi letu tunaye mwalimu ambaye ana uzoefu katika mashindano makubwa. Kwa hiyo naamini kesho ni siku ambayo ni muhimu kwetu. Tunaomba mashabiki wetu wa Azam wajitokeze kwa wingi, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu tunawakilisha nchi na naamini tutakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaomba sana mashabiki wajitokeze kwa wingi katika mechi yetu ya kesho. Kassim Liogope, kocha msaidizi wa klabu ya Azam FC, akizungumza kuelekea kwenye mechi ya kesho. Tumsikie pia Hababu Ali, kocha wa KMC wa KMKM, akizungumza kuelekea kwenye mchezo huo, namna ambavyo wamejipanga, lakini pia namna matarajio yao yalivyo kuelekea kwenye mechi hiyo. Home feeling hatuipati vizuri. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kucheza mechi, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, lakini kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri. Kama unavyojua tunajiandaa na ligi, kwa hivyo mchezo wetu wa kesho utatujenga zaidi. Hii ni raundi ya pili. Sisi na zaidi ya miaka 20 au 30 nadhani KMKM hawajawahi kufika nafasi hii. Kwa hivyo kwetu sisi tumepiga hatua. Kwa hiyo tunachotaka kukamilisha mechi yetu ya kesho kwamba tucheze vizuri. Hilo ndio lengo letu. Wachezaji wawili tuwakosa, Allen Mukea midfield pamoja na Ishaq Baboy captain, ambao majeruhi na tumewaacha hapo Zanzibar, lakini walobakia wote hapo vizuri na wengine tali place, ndio maana kwa na group ya wachezaji tutacheza vizuri. Mimi naamini, mimi sitaki kuzungumza lugha zenu za kupindua meza na nini sijui, lakini of course tutacheza vizuri na watu watapenda. Mimi nikwambie ni kweli timu zetu nyingi zinapenda kucheza nje kuliko kucheza Amani, kwa sababu tumecheza nyumbani. Nyinyi mnasema tumecheza nyumbani, mimi nasema kama Chamanzi, kwa sababu group kubwa ya watu ambao wanashangilia liko Azam walikuwa wanashangiliwa kuliko hata sisi. Ile home feeling haipo. Mimi sioni mantiki yote ya kucheza mpira pale kwetu kwa timu yetu sisi. Sijui hizo timu nyingine sitaki kusemea, lakini mimi nimezungumza makocha 4 5 wanapenda hata mechi zote zichezwe nje. Kama unakumbuka Wahamiaji na JKU wamecheza mechi zote nje, japo hajapata matokeo, lakini for me Chamazi na Amani kwangu mimi the same. Kwa hiyo sina tatizo lolote na uwanja, useme kwamba uwanja ugenini. Mimi hapa sio mgeni. Leo nataka niseme kweli. Azam kuambia wamtoe Ibwe, lakini wengi makundi basi wanamtoa Ibwe. Yaani tunampoteza hivi hivi asubuhi kwa upe. Iwe isiwe najua, lakini this is a game. Nimeandaa wachezaji kwa sababu wachezaji wetu vijana. Unamwona captain Jesse akatoka under 20 timu ya KMC. Wachezaji wetu vijana wengi, lakini at least wamecheza ile mechi. Tumepata ile feeling ya kumbe watu wengine walikuwa wanamuona Faisal kwenye TV. Kumbe ndo Fei huyo ndo huyu. Kwa hivyo na kumbe tunaweza kucheza. Kwa hivyo tumewajenga wachezaji, tumepata siku 2-3 za kutrain, na naamini kabisa wachezaji wameona kumbe tunaweza kucheza. Coach wa KMKM anaamini kwamba, sio anaamini, anasema kwamba haamini kama yuko ugenini, hajioni kama yuko ugenini. Uwanja wa Azam Complex ni sawa sawa na wa nyumbani kwao. Kwa hiyo hakuna ni Habibu Kondo Hababu Ali. Okay.